Tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026 ilikuwa ni siku ambayo Iran walitangaza kuanzisha kwa kitu kinaitwa Persian Gulf Strait Authority, ambayo ni mamlaka ambayo ndiyo itakayokuwa inashughulikia masuala yote yanayohusiana na usafiri kwa njia ya Strait of Hormuz. Moja kati ya sharti ambalo limewekwa ni kwamba hakuna meli ya aina yeyote ambayo itapita katika mlango huo pasipo kupata email kutoka PGSA, kwa maana Persian Gulf Authority, ambayo inakuwa ipo chini ya Islamic Republic of Iran. Sasa muda mfupi tu baada ya tamko hilo ambalo lilitolewa na wa Iran, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akatangaza kusitisha kwa muda juhudi za kusindikiza meli katika mlango wa Hormuz, akitaja maendeleo ya makubaliano katika mlango huo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kwamba atasitisha kwa muda operation ya kusindikiza meli kupitia mlango wa Hormuz, akisema kwamba kuna maendeleo makubwa kuelekea kufikiwa kwa makubaliano ya kina na Iran. Masaa machache kabla ya kauli hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikuwa ameeleza kuhusu operation hiyo iliyoanza Jumatatu kwa lengo la kusindikiza meli za mafuta zilizokwama kutoka katika Ghuba. Mlango huu ambao umekuwa karibu kufungwa tangu kuanza kwa mzozo na kuzuia takribani 20% ya usambazaji wa mafuta duniani na kusababisha mgogoro mkubwa wa nishati ya kimataifa. Kwa hiyo Wamarekani wameanzisha project ambayo haijakaa hata masaa 24 na wamelazimika kuipause, na hii ni muda mfupi baada ya Iran kuanzisha kitu kinaitwa PGSA, jambo ambalo limeonekana kuvuruga mipango ya Marekani. Kupitia katika mitandao ya kijamii upande husika, rais wa Marekani alisema wamekubaliana kusitisha kwa muda mradi wa uhuru, kwa maana Project Freedom, ili kutoa nafasi ya kuona kama makubaliano yanaweza kukamilishwa na kusainiwa. Hata hivyo, akasisitiza kuwa kile anachokiita kizuizi, kwa maana ya blockade, kitaendelea kuwepo kikamilifu. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka Tehran kufuatia tangazo hilo. Muda mfupi baada ya kauli Trump, bei ya mafuta ghafi ya Marekani imeshuka kwa $2.30 na kushuka chini ya $100 kwa pipa, kiwango muhimu ambacho kilikuwa kimevukwa tangu mzozo huo ulipoanza miezi miwili ambayo ilipita. Na tuliongea mapema tukasema hakuna nyakati ngumu ambazo Wamarekani watapitia, kwa sababu Wamarekani hawajawahi kuexperience nyakati ngumu za kukabiliana moja kwa moja na taifa lolote lile ambalo linaonekana kujitutumua dhidi ya. Kwa hiyo hata ukisikia vikwazo, ukisikia sijui kuongezeka kwa bei za kitu fulani, wao walikuwa hawapati hayo madhara, lakini awamu hii na wenyewe wameonja uchungu wa kuweka vikwazo, uchungu wa kupanda kwa bei ya bidhaa, na ndio maana rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatapatapa. Maafisa waandamizi wa Marekani akiwemo Rubio walisisitiza kuwa Iran kama haiwezi kuruhusiwa kudhibiti usafirishaji wa meli kupitia mlango huo, lakini Iran imekuwa ikitishia kutumia mabomu ya majini, ndege ambazo hazina rubani, makombora na boti za mashambulizi ya kasi kuzuia njia hiyo. Marekani imejibu kwa kuzuia bandari za Iran na kuendesha operesheni ya kusindikiza meli za kibiashara ambao sasa wameiondoa, na jeshi la Marekani lilisema Jumatatu kwamba limefanikiwa kuharibu boti 7 ndogo za Iran pamoja na makombora ya masafa marefu na drone. Rubio aliwaambia waandishi wa habari kuwa Marekani imefanikiwa kufikia malengo yake ya kijeshi katika kampeni walioanza Februari 28 kwa kushirikiana na Israel. Operation Epic Fard imekamilika. Hatutamani hali mpya ya mapigano izuke tena. Yaani wao wa Marekani ndio hawataki mapigano yatokee tena, ile hali wa Iran wao wanasema wako ready kwa jambo lolote. Moja ya malengo makubwa ya Trump katika mashambulizi dhidi ya Iran ilikuwa ni kuzuia Tehran kuendeleza silaha za nyuklia, jambo ambalo Iran imekuwa ikilikanusha. Hata hivyo, Iran haijawasilisha zaidi ya pound 900 za uranium ambazo ziliongezwa, kwa maana ya zile depleted uranium ambazo zimerutubishwa katika taifa hilo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth akasema kwamba Marekani imefanikiwa kufungua njia salama ya kupita katika mlango huo, na kwamba mamia ya meli za kibiashara zilikuwa zikisubiri kupita hapo, akiongeza kwa usitishaji vita wa muda kati ya Iran na Marekani bado unaendelea, lakini utafuatiliwa kwa karibu. Mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani Dan Kane
akasema mashambulizi ya Iran dhidi ya vikosi vya Marekani bado hayajafikia kiwango cha kuanzisha tena vita vikubwa. Yani ukisikia kauli ambazo zinazungumzwa na Wamarekani na ukasikia kauli ambazo zinazungumzwa na wa Iran, unaona kabisa hapa kuna mbingu na ardhi inazungumza. Wamarekani wao wanatoa kauli za hawataki tena kuendelea na vita, wakati wa Iran wao wanatoa kauli za kwamba hatuwezi tukaishi kwa mashinikizo, tuko tayari kwa jambo lolote ambalo linaweza likatokea, na ndio maana wanaanzisha vitu vipya kila uchao, jambo ambalo linaonekana hapa Marekani ndio ambao wanahitaji kumaliza vita hivi mapema iwezekanavyo. Utaratibu wetu ni ule ule kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, choo ambacho kinachukua eneo dogo, kinapamba nyumba, choo ambacho kinakuondolea adha ya kuita gari ya kunyonya uchafu, lakini pia unapunguza usumbufu wa kutapisha choo wakati wa mvua, na pengine umechoka kabisa kulalamikiwa na wapangaji wako kwamba choo kina tapisha au kinatema au choo kinaharibika sana wakati wowote, basi solution ni PMP Company Limited Tanzania. Wapigie simu sasa hivi 0768643243. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini wanafanya kazi nchi nzima na nje ya nchi. Piga simu sasa hivi. Wakati huo Falme za Kiarabu UAE wanasema mifumo yao ya ulinzi wa anga ilikabiliana tena na mashambulizi ya makombora na drone kutoka Iran, lakini Teheran wamekanusha kuhusika katika mashambulizi hayo. Wizara ya mambo ya nje ya UAE kasema mashambulizi hayo ni ongezeko hatari la mvutano na tishio la moja kwa moja kwa usalama wa nchi hiyo, wakiongeza kuwa wana haki kamili ya kujibu. Na Iran kwa upande wao wanasema hatua zote za kijeshi zinalenga kujilinda dhidi ya Marekani na kile ambacho wanaendelea kukita kama uchokozi wa Marekani. Vita hivyo vimegharimu maelfu ya maisha na kusambaa hadi maeneo mengine kama Lebanon na nchi za Ghuba, huku ikitikisa uchumi wa dunia. Mkuu wa shirika la fedha duniani IMF amesema hata kama vita itaisha mara moja, itachukua miezi 3 hadi 4 kurekebisha madhara ya vita hizo. Trump anadai kwamba Irani sasa inaelekea kutafuta amani licha ya kauli zake hadharani kuonesha msimamo mkali. Wakati huo mvutano huu unaweka shinikizo kwa utawala wake kuelekea uchaguzi wa katikati wa muhula wa mwezi Novemba wa bunge, hasa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta. Kwa hiyo rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kama anatengeneza theory nyingine ya kujiondoa katika mapigano hayo, kwa sababu amegundua hadi kufikia mwezi Novemba mambo yanaweza yakawa magumu zaidi. Juhudi za diplomasia zinaendelea bila mafanikio makubwa. Marekani na Iran wamefanya raundi moja mazungumzo ya ana kwa ana, lakini jitihada za kupanga mikutano zaidi zimekwama baada ya kukwamishwa na Iran. Wakati hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mazungumzo yanaendelea kwa upatanishi na Pakistan, lakini tunapozungumza tayari yupo China kwa mazungumzo kuhusu uhusiano wa pande mbili na maendeleo ya kikanda kati ya China pamoja na hiyo Iran. Na nitawaambia jambo moja kati ya kitu ambacho kinaonekana kuwa ni kigumu sana ni pamoja na kudeal na taifa la Iran, kwa sababu una deal na taifa ambalo kiongozi wake mkuu wa taifa, rais, anasema sisi Waislamu tumenyenyekea tangu zamani, tumenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka na hakuna yeyote isipokuwa yeye anayeweza kutufanya tunyenyekee. Katika mazungumzo yangu na simu na waziri mkuu wa Iran, nimesisitiza umuhimu wa kuwashauri maafisa wa Marekani waondoe tishio la kijeshi katika eneo letu, kwa kuwa wafuasi wa madhehebu ya Kishia hawawezi kulazimishwa kunyenyekea hata kama itatumika lugha ya nguvu. Imagine anayezungumza hivi ni rais wa taifa la Iran. Yani wakati wa Marekani wanatafuta namna gani ya kumaliza mgogoro, unasikia kauli ambayo inazungumzwa na rais wa taifa hilo la Iran Bwana Masoud Pezeshkian, akieleza kwamba wa Iran wenyewe yani hawana mpango wa kunyenyekea na hawafikirii kunyenyekea, na kama kuna mtu ambaye anadhani labda wa Iran wanaweza wakanyenyekea, basi ni yeye mwenyewe ndiye ambaye anajidanganya. Na tunaongea hivi sasa hivi ni kwamba tayari waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi yupo China, ambapo tayari amepokelewa na waziri wa mambo ya nje wa China. Na katika yale ambayo yanaonekana ni Iran kuwa wapo mbele ya muda, tunafahamu rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatarajiwa mwezi huu wa 5, aidha ni tarehe 14 mwezi huu, anaweza kasafiri kwenda nchini China. Kwa hiyo
akienda China, maana yake matarajio yake ni kwenda kutolea matamko kule China kwamba tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Sasa waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi tayari kesha tangulia China, anaenda naye kutoa matamko kabla ya Marekani hawajatoa kule hayo matamko. Na katika kile ambacho kinaonekana ni mpango mkakati, wanasema huyu Bwana Abbas Araghchi anakwenda kufanya mazungumzo na rais wa China. Anasema ni mazungumzo serious na rais wa China, na hii inafuatia kama nilivyokuambia ratiba ambayo imepangwa rais wa Marekani Donald Trump kwenda kule nchini China. Kwa hiyo Araghchi ana mpango wa kutuma ujumbe wa onyo duniani kupitia China kabla Marekani haijafanya hivyo. Sasa ndio maana nasema wa Iran ni kwa lugha ya kigeni tutasema ni strategic genius, ni watu ambao wapo mbele ya muda, wana akili nyingi sana za kimkakati za kuona namna gani ambavyo wanakabiliana na taifa la Marekani, lakini pia wanakabiliana na propaganda zote ambazo zinaweza zikajitokeza, sababu Marekani kama wakipata gap la kwanza China, maana yake tutarajie dunia kupitia China, kwa sababu wanagundua kwamba sasa hivi China pia ni moja kati ya taifa ambalo linazungumzwa sana kwamba lina mashirikiano na Iran, linamsaidia Iran na lenyewe linasema liko tayari kuingia kwenye battlefield. Hasa kitendo cha Abbas Araghchi kutangulia China, maana yake anaenda kupreempt, anakwenda kufilisi mawazo ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump ya kwenda kuihutubia dunia kupitia China. Atakutana tayari na maagizo ambayo yametolewa na waziri wa mambo ya nje wa kule Iran kwa maana ya Bwana Abbas Araghchi. Sasa ni ngumu kidogo kukabiliana na Iran. Ukweli utabaki pale pale. Hakuna mtu ambaye atafikia hatua anaibeza uwezo wa Marekani. Uwezo wa Marekani duniani, kila mtu anafahamu kwamba Marekani ina nguvu kubwa sana, na hiyo nguvu kubwa waliokuwa nayo ni kwa sababu hakuna taifa ambalo limewahi kujaribu kupambana na Marekani moja kwa moja. That's why imekuwa ikionekana ni taifa ambalo lina nguvu kubwa sana. Sasa hivi mnaona kabisa wamekutana na taifa ambalo limejaribu kupambana nalo moja kwa moja. Ndio dunia sasa inaona upande wa pili wa Marekani. Upande wa mbele wa Marekani ndio ambao tulikuwa tunauona miaka mingi sana, lakini upande wa nyuma wa Marekani tulikuwa tunauona kwa sasa hivi. Na tunaona sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kuna changamoto kubwa sana ambayo inaendelea kule nchini Marekani, kwa sababu wanachama au wabunge kutoka Democrat wanataka rais wa Marekani Bwana Donald Trump afichue siri ya silaha za nyuklia ya Israel. Imagine. Hali ni mbaya. Kuna kundi la wabunge 30 kutoka chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi la Marekani wanamtaka rais wa Marekani Trump na utawala wake kufichua taarifa kuhusu silaha za nyuklia za Israel pamoja na sera zinazohusiana na silaha hizo, na kwa mujibu wao ukosefu wa uwazi utahatarisha usalama wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Wakati rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema Iran haitakiwi kumiliki silaha za nyuklia na nini, lakini wabunge kutoka Democrat wanamwambia Trump, okay sawa, sisi tunajua inawezekana tunapambana na Iran kwamba tunataka kumiliki silaha za nyuklia. Tunataka utuambie Israel anamiliki silaha za nyuklia, na kama anamiliki silaha za nyuklia, anamiliki silaha za nyuklia kwa mpango gani, kwa sheria zipi, na kwa nini mataifa mengine yasimiliki silaha za nyuklia? Kwa sababu tunapozungumza ni kwamba Israel hawajawahi kuthibitisha kwamba au kukanusha kwamba wanamiliki silaha za nyuklia, lakini hawajawahi kuweka wazi sera au miongozo rasmi kuhusu matumizi yao ya hizo silaha za nyuklia. Na mara ya mwisho Marekani wamekuwa wakifahamu mpango wa Israel kumiliki au kuwa na silaha za nyuklia tokea mwaka 1960, zamani sana. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa Israel wanamiliki silaha za nyuklia. Sasa wanamwambia Bwana Donald Trump, tunataka utuambie Israel anamiliki silaha za nyuklia au hamiliki silaha za nyuklia. Na katika barua ambayo hawa wabunge kutoka Democrat wamepeleka kwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wakiongozwa na Joaquim Castro, wanasema kwamba Marekani inapigana bega kwa bega na taifa ambalo serikali ya Marekani inakataa rasmi kutambua uwepo wa mpango wao wa silaha za nyuklia. Na barua ikaonya kwamba kufanya makosa ya kimkakati, kuongezeka kwa mzozo, hata matumizi ya silaha za nyuklia katika mazingira haya sio jambo la kubuni, bali ni jambo ambalo ni hatari zaidi. Hata Wamarekani wenyewe wanasema kwamba wanahofia huenda Israel inamiliki silaha za nyuklia.
Kwa hiyo huenda pia Iran anamiliki silaha za nyuklia, na ndio maana Muisrael hataki kuona mtu ambaye yupo karibu yake anamiliki silaha za nyuklia. Nitawapa jambo moja ambalo ni la kuchekesha kidogo. Yaani iko hivi, Marekani anamiliki silaha za nyuklia, lakini huwa hataki majirani zake wamiliki silaha za nyuklia. Urusi anamiliki silaha za nyuklia, hataki kuona majirani zake wanamiliki silaha za nyuklia. China anamiliki silaha za nyuklia, hataki kuona majirani zake wanamiliki silaha za nyuklia. Korea Kaskazini anazimiliki silaha za nyuklia, hataki kuona majirani zake wanamiliki silaha za nyuklia. Kuna nini Mashariki ya Kati? Kuna nini Israel? Kuna nini Iran? Maana yake tafsiri nyepesi ambayo inakuja kwa hizo scenario ndogo ambazo nimewaambia, maana yake kuna uwezekano Israel anamiliki silaha za nyuklia na hataki jirani yake Iran amiliki silaha za nyuklia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu pale sasa itaonekana ni kama ukoo wa Kambale, baba ndevu, mama ndevu, watoto ndevu, hakuna mmoja ambaye atamheshimu mwenzake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele